Na mtazamaji wa Trend TV bwana, leo niko hapa kwa ajili ya kukupa update kuhusiana na hii bwana, ni listi ya show ambazo Mbosso amezifanya. Nadhani utakuwa unafahamu kwamba moja kati ya wasanii ambao sasa hivi hapa wanafanya vizuri sana katika industry ya muziki wa Bongo Flava, basi mmoja wapo ni Mbosso. Yaani ni kwamba Mbosso ameprove kwamba swala la kufanya show swala la kusurvive pamoja na kwamba tayari umeshatoka katika record label kubwa kabisa hapa Tanzania, linawezekana. Maana Mbosso bwana, tokea alivyotoka WCB sio kwamba labda eti amelegalega au amerudi nyuma, hapana, ni kwamba kijana anazidi kufanya vizuri kadri ya siku zinavyozidi kwenda. Kwanza kabisa kwa upande wa views, anapata views huko YouTube sio kawaida. Ukachana na issue ya views, ukizungumzia fanbase ya Mbosso bwana inazidi kuongezeka kadri ya siku zinavyozidi kwenda. Lakini pia ukachana na swala la fanbase, ni kwamba show kijana anapiga on a daily basis, yani kila wiki ni show, lazima afanye show 4 kila wiki, umeona bwana. Lakini pia ukachana na hayo yote, ni kwamba umaarufu wake unazidi kuwa mkubwa mtaani. Yani watu wanaomsupport real love kutoka moyoni, ana mashabiki wengi kabisa ambao wako nyuma yake. Kwa hiyo kwa kifupi ni kwamba Mbosso mara tu baada ya kutoka WCB na kuachia kazi yake ya kwanza kabisa, ambayo hii ni bando ya project ambayo inafahamika kwa jina la Room Number 3, hii ni EP, ni kwamba Mbosso ameshafanya show za kumwaga bwana, takriban show 35 kwenye ziara yake ya Room Number 3 tokea itoke. Kwa hapa nataka nikutajie baadhi ya listi ya sehemu ambazo Mbosso mwenyewe ameziposti kupitia ukurasa wake wa Instagram, akiwa anaonyesha mikoa au sehemu ambazo ameshawahi kuperform mara tu baada ya kutoa project yake ya Room Number 3 ambayo hii ni EP, na pia mara tu baada ya kutoka WCB. Mnamo tarehe 13 mwezi wa 6 alifanya show inaitwa 1245. Pia vile baada ya hapo akafanya show mnamo tarehe 28 mwezi wa 6 Wavuvi Camp Hello Jua jijini Dar es Salaam. Akafanya Yanga Parade Dar es Salaam mnamo tarehe 1 mwezi wa 7, alafu tarehe 6 mwezi wa 7 akafanya show ya Nyamapori Choma Festival, alafu pia tarehe 7 mwezi wa 7 akafanya show Sabasaba Exhibition, tarehe 19 mwezi wa 7 akafanya show Chuo kwa Chuo, tarehe 26 mwezi wa 7 akafanya show Mwanza The Climax. Lakini mnamo tarehe 30 mwezi wa 7 bwana akafanya tena show sehemu inafahamika kwa jina la Namtumbo huko Songea. Alafu tarehe 31 mwezi wa 7, baada ya tarehe 30, tarehe 31 tu, yani siku moja iliyofuata, akafanya show Kibaha Bandari Kavu. Hiyo ilikuwa ni ratiba yake ya mwezi wa 6 na wa 7. Sasa mwezi wa 8 akafanya show mnamo tarehe 2 mwezi wa 8 Chan Festival mwaka huu 2025 Dar es Salaam. Tarehe 3 mwezi wa 8 akafanya show ya Dina Marius Awards. Tarehe 9 mwezi wa 8 akafanya show Dodoma. Tarehe 15 mwezi wa 8 akafanya show ya Uncles Dar es Salaam. Tarehe 23 mwezi wa 8 akafanya show Kahama Shinyanga Magic 101. Alafu tarehe 28 mwezi wa 8 akafanya show Kawe jijini Dar es Salaam. Tarehe 29 mwezi wa 8 akafanya show Dodoma Talatala. Alafu tarehe 30 mwezi wa 8 akafanya show Tanga. Hii ilikuwa ni show ya harusi, alilipwa kwa ajili tu ya kwenda kuperform katika hiyo harusi. Lakini ukiachana na hilo, pia vile mnamo tarehe 30 mwezi wa 8 akafanya show Tegeta Butterfly jijini Dar es Salaam. Tarehe 2 mwezi wa 9 akafanya show Geita Bukombe. Alafu tarehe 6 mwezi wa 9 akafanya show Mwanza Special Wedding. Lakini pia tarehe 10 mwezi wa 9, yani kuanzia tarehe 6 na mpaka tarehe 10 pia tena akaenda tena kufanya show Simba Day jijini Dar es Salaam ile ya juzi. Tarehe 12 mwezi wa 9 amefanya show Serengeti. Tarehe 13 mwezi wa 9 amefanya show Ikwiriri Rufiji.
Lakini pia kuna show nyingine mbili ambazo amezifanya tarehe 14 na 15. Kuna hii hapa show ya Simiyu tatu. Kuna show za Simiyu, kuna show Songea na kuna show na Mtumbo, ambao hii alipanda jukwani pamoja, walishia jukwaa siku hiyo na Harmonize Konde Boy. Hiyo ni tarehe mpaka tarehe 16. Sasa hii hapa kuna ratiba hapa inasema kwamba mnamo tarehe 18 na 19 atakuwa Uganda, kuna wedding huko, kuna harusi atakuwepo huko kwa ajili ya kwenda kuperform. Hizi ni show sasa ambazo bado hajazifanya, lakini hizo nilizokutajia hapo mwanzo za miezi hiyo mitatu yote zinafika 45, zote Mbosso keshazi perform. Lakini hizi hapa ni show chache zilizobaki. Kwa mujibu wa ratiba yake hapa inaonyesha kwamba tarehe 18 na 19 atakuwa Uganda, kuna wedding, private wedding ataenda kuperform. Alafu tarehe 30 mwezi wa 9 atafanya show Kenya Eldoret. Kutoka tarehe 28 mpaka tarehe 30 atakuwa Pwani, ana show pia. Tarehe 7 mwezi wa 10, mwezi ujao sasa, ni kwamba show za Mbosso zitakuwa zikiendelea. Hii bwana, tarehe 7 mwezi wa 10 atafanya show Mwanza, tarehe 10 mwezi wa 10 atafanya show Mara, alafu tarehe 21 mwezi wa 10 atafanya show Kawe, tarehe 23 mwezi wa 10 atafanya show Mbagala, tarehe 24 mwezi wa 10 atafanya show Mnazi Mmoja Zanzibar. Alafu tarehe 27 mwezi wa 10 atarudi tena Mwanza kufanya show. Kwa hiyo kiufupi ni kwamba hii EP ya Mbosso imemletea show za kumwaga, na kama unavyoelewa wasanii wetu bwana, hawa wakifanyaga show ndivyo wanavyozidi kuwa matajiri, ndivyo wanavyozidi kutengeneza fedha. Nadhani unaelewa kabisa hilo swala. Kwa maana hiyo basi Mbosso anajivutia mkwanja wa kutosha kutokana na hizo show, ambapo hilo ni jambo zuri kabisa, ni jambo positive au vibana. Na hapa naweza nikakusomea hapa pia baadhi ya page mbalimbali zilivyoripoti kuhusiana na hii habari ya Mbosso mwenyewe kuposti kuhusiana na show ambazo ameshazifanya na ambazo bado hajazifanya. Ameposti kuhusiana na ratiba yake kwa ujumla, lakini pia vile vile mashabiki wamekuwa very amazed, mashabiki wamekuwa very excited baada ya kuona kwamba Mbosso amefanikiwa kiasi hiki mpaka hapa alipofika mara tu baada ya kutoa EP yake ambayo inakwenda kwa jina la Room Number 3. Wadau hapa nakwambia bwana, ni kwamba ziara zimekuwa mfululizo wa matukio mazuri, ikiwemo show ya Simba Day ambayo haikuwa tu kwa ajili ya burudani, bali iliunganisha mashabiki, kuunda hisia na kuweka viwango vipya vya show za uwanjani. Lakini pia vile vile Room Number 3 wadau wanakuambia kwamba ni mfano wa jinsi ambavyo msanii wa Bongo Flava anavyoweza kuendesha ratiba ngumu, kushirikiana na mashabiki wake na kuandika historia ya muziki iliyowafikia wengi na kupendwa ndani ya muda mfupi. Mambo hayo. So congratulations nyingi sana kwenda kwake Mbosso, na wewe pia ukiwa kama mdau weka maoni yako bwana katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha bwana una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.